mapema wiki hii siku ya Jumanne, timu ya taifa ya Kenya wanaume Harambee Stars ilipata kichapo cha mabao 8-0 dhidi ya mabingwa wa Afrika mwaka 2021 Senegal katika mechi ya kupimana nguvu nchini Uturuki. Mara ya mwisho Kenya ilipigwa kwa zaidi ya mabao 8 ilikuwa mwaka 1978 dhidi ya Zambia katika mechi ya kufuzu kwa AFCON mwaka huo. Na baada ya kichapo hicho cha mabao 8, Harambee Stars imeshuka viwango vya FIFA kutoka nafasi ya 109 hadi nafasi ya 113. Ni matumaini yangu kwamba umeshinda vyema popote ulipo. Karibu viwanjani. Jina langu ni Toto Arege. Hii leo niko peke yangu najitawala hapa studioni, lakini mwenzangu Yosha Makori yupo katika kaunti ya Kilifi ambapo atakuwa anatupakulia yanayojiri kutoka maeneo hayo. Mashindano ya Afrika ya triathlon yanaendelea. Ni mashindano ambayo yanahusisha kuogelea, kuendesha baiskeli na pia riadha. Na kabla tuweze kuelekea katika kaunti ya Kilifi, tutaanza na ligi tofauti. Tukianza na ligi kuu ya mabinti, ligi kuu ya SportPesa na ligi kuu ya Uingereza. Hii leo katika ligi kuu ya mabinti msimu ni mwaka 2025-26, Bungoma Queens watapambana dhidi ya Gideon Starlets katika uwanja wa Bungoma Poly katika kaunti ya Bungoma. Kisumu All Starlets watakuwa nyumbani katika uwanja wa Moi mjini Kisumu dhidi ya Zitex Sparks. Kayole Starlets ambao walipanda ligi msimu huu watakuwa wanapambana dhidi ya Kisped Queens katika uwanja wa Mumboha mjini Luanda kaunti ya Vihiga. Kwa hivyo hizo ni mechi za siku ya leo. Jumapili hapo kesho Soka Assassins ambao pia walipanda ligi msimu huu watakuwa wanapambana dhidi ya wanajeshi wa Ulinzi Starlets katika uwanja wa Mumboha mjini Luanda katika kaunti ya Vihiga. Hiyo ni mechi ya hapo kesho, na hapo baadaye tutakuwa tunaangalia jedwali linasemaje baada ya mechi kama 5 hivi za ligi kuu. Mabingwa watetezi mabingwa mara mbili Kenya Police Bullets wanaongoza jedwali na alama 15 baada ya mechi 5. Trinity Starlets wanashikilia katika nafasi ya pili. Na ukiangalia katika upande ule mwingine wanasema kwamba page 2 Zitex Sparks wanashikilia nafasi ya 7 na alama 7. Kibera Soka Women wapo katika nafasi ya 8 na alama 5. Bungoma Queens wanashikilia nafasi ya 9 na alama 4. Gideon Starlets nafasi ya 10 na alama 3. Huku ni hawa wanapigania kutoshuka daraja Kisped Queens na Kisumu All Starlets ambao wanashikilia nafasi ya 11 na 12 mtawalia wakiwa na alama 1 kila mmoja. Kwa hivyo hiyo ni ligi kuu ya mabinti msimu mwaka 2025-26. Ligi kuu ya SportPesa msimu mwaka 2025-26, Gor Mahia wanakuwa wanapambana dhidi ya Tusker FC katika uwanja wa Kasarani hapa jijini Nairobi. Mara Sugar dhidi ya benki wa KCB katika uwanja wa Green Stadium mjini Kericho. Bidco United dhidi ya Bandari katika uwanja wa Police Sacco maeneo ya South C hapa jijini Nairobi. Kwa hivyo hizo ni mechi za siku ya leo. Jumapili hapo kesho Kakamega Homeboys watapambana dhidi ya Posta Rangers katika uwanja wa Bugungo katika kaunti ya Kakamega. Murang'a Seal dhidi ya Shabana katika uwanja wa SportPesa Arena mjini Murang'a. Kariobangi Sharks watapambana dhidi ya Ingwe kwa maana ya FC Leopards katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani hapa jijini Nairobi. Kwa hivyo hizo ni mechi za leo na hapo kesho. Gor Mahia wanaongoza jedwali na alama 16, Kakamega Homeboys katika nafasi ya pili na alama 15. FC Leopards wanatuma onyo kwa Gor Mahia, wanaambia kwamba msimu huu ni msimu wetu katika nafasi ya 3 katika wakiwa na alama 13. Posta Rangers sawa pia wana alama 13 katika nafasi ya 4. Nairobi United kwa maana Naiboys katika nafasi ya 5 na alama 15. Bidco United katika nafasi ya 6 na alama 12. Wanamvinyo Tusker wapo katika nafasi ya 7 na alama 12. Mara Sugar ambao pia walijiunga na ligi kuu msimu huu wapo katika nafasi ya 8 na alama 11. Tuangalia page 2 inasemaje. Naambia kwamba page 2 inakuja ndo kama hivyo. Kenya Police FC ambao ni mabingwa watetezi wapo katika nafasi ya 10 na alama 11. Masaibu yanaendelea kuandama hawa Kenya Police FC, lakini wanaendelea kutengeneza nyumba yao. Sofapaka katika nafasi ya 11 na alama 11. Mathare United wapo katika nafasi ya 12 wakiwa na alama 11. Wana Bandari FC 13 wakiwa na alama 10. Murang'a Seal, Ulinzi Stars, KCB, Kariobangi Sharks na APS Bomet pia wanafuatana hivyo. Lakini hawa APS Bomet ambao walijiunga na ligi kuu msimu huu ni kama mambo hayajawahi endea vizuri. Kwa hivyo pia wanajaribu kusafisha nyumba yao, na kuna fununu kwamba kocha Sami Pamzo Omolo huenda akajiunga na klabu hii kuweza kunoa makali yao. Na wanasema kwamba msimu huu hawashuki. Kwa hivyo najua akiingia kwenye klabu hii kwa sababu ni kocha ambaye ana uzoefu sana, akijiunga na APS Bomet msimu huu atakuwa anasaidia timu hiyo kutoshuka daraja msimu huu. Tupangani tuelekee Uingereza
ambapo michuano ya Uingereza imeweza kurejea. Kumbuka kulikuwa na mapumziko ya FIFA. Burnley watakabana kwa dhidi ya Chelsea ugani Turf Moor, alafu Liverpool watakuwa nyumbani Anfield dhidi ya Nottingham Forest. Bournemouth watakuwa nyumbani katika uwanja wa Vitality dhidi ya West Ham United. Upande ule mwingine ambao najua wengi wanasubiria sana, upande mwingine Wolves watakuwa nyumbani katika uwanja wa Molineux dhidi ya Crystal Palace. Brighton watapambana dhidi ya Brentford. Fulham watakuwa nyumbani katika uwanja wa Craven Cottage dhidi ya Sunderland. Hizo ni mechi za Jumamosi. Bado kuna mechi zingine za Jumamosi. Newcastle, mechi ambayo inasubiriwa sana katika uwanja wa St James Park. Manchester City ambao wanafukuzia taji la EPL kwa mara nyingine tena watakuwa wanapambana dhidi ya Newcastle katika uwanja wa St James Park nchini Uingereza. Hapo kesho Leeds United wanapambana dhidi ya Aston Villa ugani Elland Conrad Road. Alafu Arsenal ambao ni vinara wa ligi kuu ya Uingereza watakuwa wanapambana dhidi ya Tottenham Hotspurs. Hii ni derby nyingine ugani Emirates. Alafu tutaona mbabe ni nani hapo kesho, kwa sababu wanasema kwamba msimu huu wamejipanga vizuri, wana wachezaji wengi, wana wachezaji wazuri ambao walisajili wakati wa dirisha la uhamisho. Kwa hivyo Arsenal walikuwa wanapambana dhidi ya Tottenham Hotspurs ugani Emirates, ni mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu na gamu. Haya, nipe jedwali. Jumatatu kuna mechi kubwa, timu kubwa Manchester United itakuwa inapambana dhidi ya Everton ugani Old Trafford. Manchester United walikuwa nyumbani Old Trafford dhidi ya Everton. Alafu sasa tutakuwa tunaangalia jedwali linasemaje. Arsenal wanaongoza jedwali na alama 26. Manchester City wanafuata katika nafasi ya pili na alama 22. The Blues Chelsea wapo katika nafasi ya 3 na alama 20. Sunderland Samba, Tottenham Hotspurs, Aston Villa, Manchester United, Liverpool, FC Bournemouth, Crystal Palace wanafunga nafasi 10 bora katika jedwali la ligi kuu ya Uingereza. Kwa hivyo hilo ni jedwali la ligi kuu ya Uingereza, na tutakuwa tunamsikiza kocha, tuanza na nani? Kocha Mikel Arteta ama Pep Guardiola. Pep Guardiola, kocha wa Manchester City, anazungumza kuelekea mechi ya weekend hii. Naomba tumsikize. It's incredible this season, you know. He broke all the records. He's breaking a lot of personal, individual records and Premier League records, I think, for Norway records. So, but happy for him, you know, for his national team. So many, I heard yesterday that many of the squad for Norway not even were born when the last time the Norway was in the World Cup. So I think for the country is incredible, and have made an incredible qualification, scoring a lot of goals, playing really good, and you know, as a football player and his status as a football player, world-class player, you know, deserves to play a World Cup and live the experience in a perfect age. He's mature, and yeah, so happy for him. The truth is, a team as strong as Arsenal it is in the last seasons, not just this season, I guess, so impeccable in many things. So the feeling that I had in the past when we fought incredibly against Liverpool, I had the feeling that we'll not drop much points, and if they can take a lot of distance, it will be difficult to catch up with what's similar like Liverpool last season. And after that, you play. I had that moment, experience we have in our careers, and we take advantage for 9, 10, 12 points. You play that games more easy, and nothing wrong happen if you drop points, no? And the other ones from behind have to put incredible pressure, and that's why with the distance is too big, it's more difficult. But at the same time, we are in November, and in November, in this league, nothing defined. It's fit, except Kova and Rodri. Rodri's making the steps good, so it's already almost 3 weeks since had the last little bit step back, and yeah, we'll give. He knows that he had to take the real time to recover fine, recover well mentally and especially physical in his problems that he had, and to be consistent. Huyu kocha wa Manchester City Pep Guardiola, na awali amemsifia sana mshambuliaji wake Erling Haaland kwa kuisaidia taifa lake Norway kufuzu kwa kombe la dunia baada ya miaka mingi. Atakayefuata ni kocha wa Arsenal Mikel Arteta.
Of an injury with the Brazilian national team, and he's going to be out for weeks. Yeah, it's clearly a blow because it's our leader in our backline, and to me, obviously, it's never a positive thing. The good thing, as you mentioned, is that we have very good options, and people have to stand up now and do the job. It's about bringing it into the table. That's the context of the game, and that's a superpower. You know, when you have everybody playing with that passion and with that emotion with the team every single ball, it makes a difference. And we've been very privileged the way that the fans have been with us at the Emirates, and especially against our rivals. And on Sunday, I'm sure that the team is going to behave and make them very proud. I think every game is very different, and in the same season as well, depending on the momentum of each team, the games are very, very different. I think Thomas has brought something very different to what they had before as well, and you just have to see his record and how remarkable job he did in his previous club, and he's given a very clear identity to the team, how they want to play, how they want to compete, and it will be very tough. Huyo ni kocha wa Arsenal Mikel Arteta ambaye ana imani kwamba msimu huu ni msimu wao wa kuchukua ligi ya mabingwa na pia kuchukua kikombe la EPL. Hivi sasa tunaelekea katika kaunti ya Kilifi. Mwenzangu Yosha Makori Simoni lakini najua yuko hapa pahali. Makori, kazi kwako. Kuntu kabisa Toto Warege na kuja moja kwa moja tena mubashara kutoka hapa pembeni mwa bahari Hindi, na hapa nilipo mandhari yanadhihirisha tu 100% kwamba ni ndani ya kaunti ya Kilifi, kaunti namba 3. Ukiingia katika orodha ya kaunti zote 47, tanguliza Mombasa namba 1, alafu Kwale namba 2, unaingia hapa Kilifi nambari ya 3, nyumbani mwa Gideon Mungaro ambaye ndiye gavana wa hapa mahali tulipo, na leo hii naibu wake ambaye ni Flora Chibule alihudhuria hafla ya kuwatuza washindi wa makala ya 2025 ya mashindano ya dunia ya kuwania kombe la ustawi, ukizungumzia mashindano ya triathlon ambayo yanajumuisha kuogelea, yanajumuisha kuendesha baiskeli aswa, alafu yanajumuisha pia na kukimbia. Kikubwa na cha mno ni kwamba leo hii nimesha kupata matokeo ya watu ambao wamefanya mambo makubwa. Alafu katika upande wa chipukizi, Taylor Foster wa Afrika Kusini alishinda, na ni kwamba alifuatiwa katika nafasi ya pili na Raquel, ukipenda muite Raquel. Alafu akiwa anatokea Zimbabwe, Jody kutoka Misri akawa katika nafasi ya 3. Ryan naye kutoka Afrika Kusini alishinda upande wa wavulana, ikiwa bado ni kwa chipukizi. Zanda katika nafasi ya pili akitokea Zimbabwe. Ahmed Shamu wa Misri naye akakata yake akaipata nishani ya shaba upande wa chipukizi. Upande wa watu wazima alishinda upande wa wanawake, huyu ni Maja akitokea Namibia. Megan Irungu, huyu ni raia wa Kenya, ndiye aliandikisha matokeo bora kabisa miongoni mwa Kenya, akimaliza katika nafasi ya pili. Alifuatiwa katika nafasi ya 3 na Elisa ambaye anatokea maeneo ya Tunisia. Ni kwamba upande wa wanaume aling'aa Nathan kutoka Namibia, Remy Gerard kutoka Mauritius akawa katika nafasi ya pili, na Yosefu Slama kutoka Tunisia akaridhika na nafasi ya 3. Kwa wepesi na kwa haraka zaidi, nataka niseme na moja kati ya washirika ambao wameitumikia timu ya taifa ya Kenya kwa muda mrefu, akaja akapata jeraha akaumia, amekuwa kwenye harakati ya kupona na amepona tayari. Josette Njeri, angalau niambie mawili matatu, njoo moja kwa moja hapa ndani ya Mikiki live kutoka hapa kaunti ya Kilifi. Mwanzo umepona jeraha ama imekwaje? Injury yako imekwaje? I'm not yet fully healed from my injury. I mean, there's been a lot of improvement the past 2 weeks, but I think I'm going to be off for probably another 1 to 2 weeks. Na imekwaje? How journey imekwaje? I think it's been very difficult, both mentally and physically. Mentally, because I've not been able to push myself how I've been wanting to and achieve my goals how I've been wanting to as an athlete. Physically, it's just been a lot of pain, a lot of rehabilitation, lots of strength training. Now, umekuwa Senegali. How was it? Senegal was a very big disappointment for me as an athlete. I ended up crashing on the bike course, and I ended up picking up another injury, as well as my bike derailleur broke off, so I wasn't able to finish the race. Na sasa umerudi, jeraha limepona. What next? I think next is to sort of get through the recovery phase, then slowly get back into training, build back my strength, and then look forward to the next race, maybe next year. Na hapa Kilifi unafanya nini? In Kilifi, I came to cheer all the other athletes taking part, all the other Kenyans, international athletes. Yeah.
Na manager wako unamwonaje? I think I love my manager. I love my coach. I think she's somebody I draw a lot of inspiration from. I think we also have built a very good rapport and understanding of each other, and she's here and I've also come to see her as well. So Asante sana. Asante. Wacha niseme na manager wake pia ameshafika hapa akiwa ametokea katika Jamhuri ya Zimbabwe, ndo anafanya mambo makubwa. Mwanzo, your name and why are you here? My name is Pam Fulton and I'm from Zimbabwe. I am the national coach for Zimbabwe and I also coach Josette, so it's been a wonderful opportunity for me to be able to come here. I've come with a male and a female who have come to race the eligibility race for Youth Olympic Games in the under 15 super sprint event. So for me being here, it was going to be an absolute bonus to be able to watch Josette compete at the same time in the elite category. But unfortunately, with her injury, she made that decision this last week that she would step down from racing, which I think was a very sensible one. So it's been a bonus for me to actually spend time with Josette, to actually see her. We speak so often on the phone, finding out how she is doing in her own training. So to actually be here and visit her is very, very special. Talk to us about triathlon in Zimbabwe. Triathlon in Zimbabwe, it's been going strong for many, many years. I started competing over 30 years ago in the elite category, and then after about 13 years of racing, I stepped down from racing and became a coach. And also I'm very, very involved in triathlon. I spearhead the development side, and we've just started a triathlon schools series, junior school series, to try and pick up the numbers in the youth. It used to be originally a big adult, in my day of racing, predominantly adults, but now we're trying to pick up the juniors and the youth and grow from the grassroots. What is your take on triathlon in Kenya? Triathlon in Kenya, I've been fortunate to be involved as well. A year ago, I came to Diani and I was fortunate to work for World Triathlon and facilitate a training camp when they were entering the development race. And I worked with a lot of athletes then, or mentored a lot of athletes then, who were from Kenya, who were racing for their first time or in their first season. And it's very, very special to still see these elite athletes still in the sport and to see their progression. It's fantastic. I'm so impressed with Kenya, especially in the elite category. And I'm looking forward to watching tomorrow's race to see how many youth and little ones that there are there. Thank you so much. Thank you. Yeah, good. Sasa nataka pia niweke gia pembeni, niingie upande wa kusema na binti mdogo ambaye pia amekuwa hapa, ameshiriki mashindano leo na ana ndoto kubwa sana, anataka apige hatua kubwa, iwakilishe Kenya katika mashindano labda ya Olimpiki, labda katika mashindano ambayo ni ya dunia, mashindano ya bara Afrika, na hapa tayari amefanya mambo makubwa. Ukiangalia huku, jina unaitwa nani? My name is Jasmine Mulumba, and I'm an athlete with Team Kenya. I'm the youngest youth female. Yes. Leo imekuaje? How was it? Today's event was actually really good, but I faced a challenge in the swim. I stepped on a sea urchin and really hurt myself, but it was really good. It wasn't too hot. Okay, it was really hot, but it wasn't too bad. Yeah. Matayarisho yako yalikuwaje kabla kuja, your preparations before? I prepped myself good mentally, and I prepped myself good mentally, and I was just telling myself that I'm here to do good. I'm just here to perform, not to put too much pressure on myself. Yeah. And what is your dream in triathlon? My dream is to do at least 2 Olympic Games in my life. The Olympic ndio kila kitu. Yeah, making it to the Olympics is the goal. Yeah. Mama wanakusaidiaje? My mom helps me, she pays for my coaches. She wakes me up in the morning when I don't want to wake up. Yeah, she's just always there. She gives me the right food that I need. She's just always checking in on me. Yeah, to make sure I'm okay. Yeah. Na wewe unafanyaje to balance school and triathlon? Balancing school and triathlon was hard at first, but I got used to it at some point. You just, you do your school in the morning, and then you work out, and then
you go home, you do your stuff, your work, and then it's just a cycle. You just get used to it. Na walimu pia wanawasaidia shule, your teachers? My teachers are very nice. Yeah, they help me a lot. They give me enough time to do my assignments, and they understand when I'm not available to come in for class, like if I'm out of the country. Yeah, they're just really nice people in general. In the next 2, 3, 5 years coming, tukuone wapi? In the next 5 years, Youth Olympics 2030. Yes, I'll finally be able to qualify. I'll be old enough to qualify. Yes, that's the goal. All the best. Thank you. Niseme pia na mamake ameshafika hapa akiwa ameandamana na mamake, angalau pia niambie mawili matatu inakuaje katika kule kusaidia ukiwa uko na mtoto ambaye ni mwanaspoti. Asikuwa kwa mabuku sana. Mwanzo jina unaitwa nani? Naitwa Mariam Abdullahi. Yeah, mimi ni mamake Jasmine na Jaden. Wote watoto wangu wako kwenye riadha, ni wanariadha. Waliingia kama Jasmine aliingia kwenye michezo akiwa na miaka 10, sasa hivi ana miaka 13, kwa hivyo ako na miaka 3. Na kupitia elimu influence mdogo wake Jaden pia naye akaingia. Lakini yeye upande wake amelemea sana kwenye swimming na Jaden amelemea sana upande wa mbio. Hata alikutana na mkimbiaji maarufu Kipchoge. Akapenda stats zake, akawasema tuna encourage watoto waingie kwenye michezo, akatupatia mawaidha mawili matatu, akatu invite twende tukamtembelee kwake Eldoret. Tunapanga kwenda hii December. But kuwa na watoto kwenye riadha it's a bit challenging, because balancing their schools, their friends na training inakuwa it's a fine balancing act, in terms of managing their time, alafu pia na kumanage gharama. Maana kama mchezo wa triathlon ni mchezo ambao unachukua gharama nyingi. Maana kama wao wana makocha 3. Ana kocha wa kukimbia, ana kocha wa kuogelea na ana kocha wa cycling. Wote hao wanalipwa tofauti. Na mbali na hapo kuna gym na kuna physio ambazo lazima zifanyike ku present injuries, Alafu kuna travels, international travels, kuna domestic travel. Kama sasa hivi tumetoka Nairobi, tumekuja huku, unaona ni gharama. It's expensive because you have to stay in the hotel and all these other things. Lakini pia mimi na encourage, na kama yeye anavyofanya, kama Jasmine anavyofanya, Jasmine anajaribu kuwaeka marafiki zake wasichana wengi kwenye sports, because we found that with them being actively involved in sports, it avoids them going into the wrong things that we don't want them to do. So like most of their time is positively occupied, So I would actually encourage all parents to find something that their child cherishes, that they love, be it sport, be it art, but something that will fully occupy their time, that they can focus on. Because unaona kama yeye anatumia sports kupata kama scholarship kwenda nje, anatumia sports, it's good for their health. I don't have to worry about what they're eating, their diet, because wako so focused. Wanajua kitu fulani akifai kuliwa kila wakati, tunakula hivi, tuko active. So unaona hawana magonjwa madogo homa. Alafu pia muda kwenye mtandao hawana. Ni muda kidogo because kila masaa wako busy, wakiwa wako training, wamecheza nje. Kama hawako nje na rafiki zao, wako shule. Kama wako shule ndio hivyo, ndio inakuwa routine yao. Na una roho sana ya michezo. Kwa sababu mimi unajua wakati wetu sisi tukikuwa wazazi wetu walikuwa hawaelewi kama you can make it in this life with sports. So mimi nilikuwa napenda sana michezo, nilikuwa nakimbia masafa marefu. Lakini sasa wazazi walikuwa wakisema huko kukimbia kutakupeleka wapi? Lazima uache, you can't focus on running. I used to love running and dancing. But for my children, now waacha because I've seen what people have achieved from sports. Like it can be an avenue. Kama sasa hivi tuseme anataka kwenda Harvard. Mi hela yake kwenda Harvard sina. Sio? Na hela yake kwenda hizi shule kubwa mimi sina. Lakini kupitia mchezo ataweza maezi. Ataweza? Kabisa. Ndio maana kuna njia nyingi ya kumtoto kufikia. Kwa hivyo michezo I'm very passionate about sports, I'm very passionate about especially ladies in sports, Cause ni kitu kizuri sana kwa kuingia, inakupeleka mbali. Si ati tuna focus on sports tunaacha masomo, hapana. Cause kama kuingia kwenye triathlon lazima uwe uko shule na wanaitisha. Unaona kama hii team Kenya ya triathlon, they are very
wako very conscious, wako very conscious about their athletes. So they ask about your progress in school, wanataka ripoti kutoka kwa walimu. Hivyo. Na najaribu kuangalia kama sasa umesema ina gharama kubwa sana, lakini achia mbali gharama, watoto wenyewe tayari wanaonesha kwamba wana talanta kubwa sana. Na ukiangalia kama hu binti mdogo ametoka kusema naye, anasema anataka aende Olimpiki na ukuja mwaka 2030 ile achipukizi. Anataka kwenda, ako nayo talent, nayo ako nayo. It's just unfortunately she would have made it this time. It's just when they raised the age bracket to 15, she was unfortunately cut because hajafika miaka. Lakini hii sisi kuingia kwenye michezo, msichana anaamka saa 11 usubuhi, saa 11:30 yuko kwenye pool Nairobi, Impala, in that cold. Whether I am there or not there, and it's self-driven. Ametoka hapo, ameenda shule, ametoka shule, anaenda cycling, anaenda mwenyewe, yani anajipanga na program. Mpaka amejua kujirequest, nimewekea app ya Uber. So kama sipo, wanaenda na dado wa kazi, wana request ile Uber yenyewe, yani hachelewi. Kifika wakati na mchezo, mimi mwenyewe ni mtu wa kuchelewa. Ukiniambia saa 8 nitakuja saa 8:30. Sasa mtu wangu ananijua. Huwa tuko separate. Ananiambia mama, mimi time yangu imefika, kwa heri. Kama utakuja kututoa sawa, utatupata. Kwa hivyo yeye it's from her own passion, Kama hiyo Miku ukiniambia niamke saa 11:30 niingie kwenye maji ile baridi Impala, nitakwambia mbona haiwezi ile baridi ile. Lakini because she is passionate about it, she loves it, they both do, so they do it by themselves. It's her own initiative. Mimi hata grow up, hata nikiwa nishamzaa hivi ana miaka 10, nilikuwa sijui triathlon nini. Sikujua mpaka akija akiniambia mimi nataka kufanya triathlon, ndio amejua kwa sababu ya shule. Hiyo ndio pia benefit ya kupeleka mtoto skuli nzuri. Unaona? Kwa sababu skuli nzuri pia inakupatia exposure. So akija akiniambia triathlon, mwanzo nilikaa Google, nauliza hii triathlon nini? Ndio nikaja nikapata kujua kukimbia na kuendesha baiskeli. Alikuwa hatajui kuendesha baiskeli. Naambia haya ndio vitu gani hivi mwanangu vya kufanya? Yani si you focus on one. She's like, no, combining all three is what I want. I want the challenge. Ndio hivyo basi akajiingiza kwenye triathlon. So in terms of talent and in terms of passion, and from the first moment she participated, she was actually spotted by one of the guys that held the World Triathlon. She pulled me aside. She was one of the lead coordinators. Pulled me aside and told me, your daughter has such good raw talent. Please cultivate her and bring her to me. When she's 15, I want her. So that's how I knew she had talent, because I couldn't see it. Yeah, so in terms of talent, she was spotted. Walisema ako nayo talent. Asante sana. Naona unalea vizuri. Kabisa. Kulea ni kazi, siku za kazi ni kulea, sio? Shukrani sana na kila laheri. Tuwaone tena mkienda mashindano ya nje ya Olimpiki, mashindano ya dunia na hapa na pale. Tuko na safari, ameshafanya safari kadhaa. Ndio unaona sasa uzuri wa kuwa kwenye sport, tunasafiri. Unaona? Ndio vizuri vake, lakini pia tunaomba we're asking for support in sports, like we would love for her to grow. And the reason other countries are better than us is because they can afford to train without thinking about resources, because the resources are readily available. They have, so like kama mimi, a coach per session is around 2,000 shillings per child per session. So in a week, they're supposed to train 6 times a week. Are you seeing the mathematics that is not mathing? Ni hela nyingi. Baiskeli zinaanzia 150,000 kwa baiskeli nzuri, ambao hiyo ni second hand, si mpya. So we ask for support. Mkitona tuna fundraise Instagram, mkiona ama kama mnataka kuchangia, mnaweza kuchangia pia through federation, mseme mna support wasichana ama mna support upcoming youth. We grow the sport, because it's new and it's young. So we are asking for all the financial support we can get, resources, if you can donate bikes. There are girls who are very talented but they lack the equipment and they would love to participate but hawana. So if people can help, it will be awesome. Mungu ajalie. Amen. Asante sana, madini hayo na yatema kwa uzuri kabisa ndani ya Mikiki. Nataka niende mapumziko alafu nirejea tena niseme na SG mwenyewe wa shirikisho la triathlon hapa nyumbani. Ameshafika, yuko pembeni, lakini mapumziko kwa hiyo lako ni Uganda ulipo.
Ni mikeke sehemu ya pili na ya mwisho, ikiwa kwamba ni kipindi cha pili, na hapa tumekuwa tukiongelelea na kuzungumzia kwa ndani mashindano ya triathlon. Haya ni ya kuogelea, kuendesha baiskeli alafu kukimbia, ndio mwisho wake, yani ni mara 3 kwa mpigo. Na nataka sasa niseme na SG mwenyewe ametenga muda wake pia kufika hapa kufanikisha shughuli hii. SG, mwanzo leo imekuwaje? Imekuwa siku yenye fanaka? Imekuwa siku nzuri sana. Mchezo wa leo umeendelea vizuri. Tulikuwa na categories 4 kutoka asubuhi. Tulikuwa na wale wachezaji wa kiwango cha juu, tunawaita elite athletes. Alafu tulikuwa na vijana chipukizi, the youth category, wanawake na wanaume. Na mchezo ulikuwa mzuri sana na wa hali ya juu. Mashindano ya ulimwengu haya? Yalikuwa mashindano ya bara Afrika ambayo yamejumuisha International Federation yetu World Triathlon na bara la Afrika, lakini ni michezo ya zile inchi ambazo bado wako kwa ile hali ya kujifunza ama kujiweka kwa ile hadhi ya zile timu ama zile inchi ambazo zimeendelea kidogo. Nimeangalia hapa kuna wawili ambao Faith na Ishmael ambao wako katika orodha ambao labda siku moja wanaweza wakafuzu kuingia katika mashindano Olympic ya chipukizi ya mwaka ujao jijini Dakar. Ndio tulikuwa na wale vijana wawili kwenye camp hapa ya vijana chipukizi. Ishmael ni kijana amejikakamua sana leo. Ameshiriki leo ilikuwa ni mchezo wake wa 3. Alishiriki michezo ya bara la Afrika mwezi uliopita hapa. Alafu alisafiri Senegal kwa maandalizi ya Youth Olympic Games mwaka ujao. Amejikakamua sana leo. Na mchezo pia ulikuwa hali ya juu. Naye Faith ilikuwa mchezo wake wa kwanza na ametoka na uzoefu wa kuogelea, michezo ya swimming, lakini pia amejikakamua sana. Tunashukuru kuona vile pia yeye alijimudu kabisa. Kesho shughuli gani? Kesho shughuli ni relay kesho. Tunaita mixed relay 2x2. Na kwa michezo ya kesho tunachanganya timu za kila inchi inatupa mvulana mmoja na msichana mmoja. Kidogo kwa majifunzo tu waelewe vile ile relay inafanywa, mixed relay. Kila mchezaji lazima afanye vitengo vyote 3 vya triathlon: kuogelea, kuendesha baiskeli na kukimbia. Alafu anampokeza mwenzake pia afanye zile vitengo 3. Kesho ina kazi? Kesho ina kazi na watu wanapenda ile sana kwa sababu ni wanasema kwa kizungu ni fupi na ina raha yake yenyewe. Kwa hivyo kesho watu watangoja kusubiri sasa ile mixed relay. Nimependa vile mna ushirikiano mzuri na serikali ya kaunti ya hapa mahali tulipo, ikiwa chini ya Gideon Mngaro, na pia amekuja pale naibu gavana wake Flora. Ndio, tuna ushirikiano wa karibu sana na ile department ya sports hapa Kilifi. Wametusaidia sana kwa kuandaa michezo haya katika kaunti ya Kilifi. Tunapata pia usaidizi wakati wa kucontrol ile event ndio iendelee vizuri, na ndio maana niliona leo deputy governor amekuja pale kushiriki nasi wakati wa award ceremony. Kwa hivyo kuna uhusiano mwema sana kati yetu na wao. Nini kinafuata sasa? Sasa ni tunalenga Senegal mwaka ujao, michezo ya Olimpiki ya vijana chipukizi, na maandalizi yanaanza kuanzia Januari, na Februari tuna michezo mengine huko Misri. Tunaenda kushiriki pale kwa minajili ya kujitayarisha tu na kunoa makali ili tuone kama tutapata vijana kwa michezo yale ya Olimpiki. Tumepiga hatua nzuri sana kitriathlon hapa Kenya. Ndio, ilikuwa ni ile wanasema ni one step at a time. Tumekuwa tunajikakamua tu pole pole tangu baada ya COVID. Tumekuwa na michezo hapa kidogo, tumesafiri nje kujifunza tu kutoka kwa wenzetu ambao wameendelea, na pia tumejaribu kupeleka wachezaji wetu kwa michezo tofauti. Wizara ya michezo Nairobi, serikali kuu imetusaidia sana kupata ile exposure. Tumeshindana michezo mingi sana, tumeenda Malaysia, Afrika Kusini, Misri. Yale yametusaidia sana. Sisi wenyewe kama federation tumesaidika kujifunza na wale, na pia kwa vijana ile
kuona tu wenzetu pale huwa wanafanya nini. Asante sana SG, na Mungu watangulie bwana, mfanikisha agenda. Asante sana. Safi kabisa, huyu amekuwa ni SG katika shirikisho. Nataka nimalizie tu kwa kiduchu hapa na kiumbe kifanikishi, yani amekuwa akipiga picha kwa roho sana. Napenda mambo yake. Unaitwa nani? Naitwa Willy Mulobi, ndilo jina langu hilo. Asante. Nimeona unafanya una passion kabisa ya mambo ya media. Kazi nzuri, production, upande production, kutengeneza picha, kutuma ziende hewani. Na sasa kwenye kitengo hichi cha Triathlon Kenya, mkuu wetu wa kitengo pia afanya kazi nzuri, amepanga kila sehemu yake, department yake, wanahabari, wapiga picha na nini. Kazi yafanyika vyema sana na tunashukuru. Ndio maana pia niko hapa. Na ndiposa uko hapa pia, wewe kazi yenu nzuri NTV, tunashukuru. Pia mmepeperusha habari zetu hizo, tunafurahi sana. Na Mungu awazidishie kuendelea. But sisi chini ya mkuu wa kitengo tunafurahia sana, kazi nzuri tunaichapa pia. Napenda sana vile FC Marahim. Nataka kuendea kombe. Kombe tunaliendea. Sisi wanaingwe tuko pale, hatutoki, hatuponyoki, tuko pale. Kogalo watakiona. Asante sana Makori. Safi kabisa. Huyo ni mmoja kati wa wapiga picha ambao pia wanafanya mambo mazuri kutoka hapa, ikiwa ni kaunti ya Kilifi. Joshua Makori, nimegonga zangu 2-3 hapa kipindi cha kwanza na cha pili kuingia katika hatua ya mwisho, na mega pasi ndefu kutoka hapa kaunti namba 3 ikiwa ni Kilifi hadi kaunti namba 047 Nairobi Nation Center. Toto Arege, uwanjani wako. Shukran sana Makori, kazi nzuri, lakini leo hujatuibia siri. Kwa hivyo natumai kwamba wiki ijayo utaweza kutuibia siri. Na shukran sana. Unaweza kwenda sasa uende ukaogelee. Na tukirejea hapa studioni leo kwenye Toto na Tetesi, nimeangazia mshambuliaji wa Senegal Sadio Mane ambaye alifunga mabao 3 kwa bila dhidi ya Harambee Stars siku ya Jumanne. Tizama. Anaambia kwamba hiyo itakuja baadaye. Nilivyokuelezea hapo awali ni kwamba Harambee Stars walipata kichapo cha mabao 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mabao 8 dhidi ya Senegal katika mechi ya kupimana nguvu nchini Uturuki siku ya Jumanne. Historia hiyo iliweza Harambee Stars walilikisha historia ya kupoteza mabao mengi zaidi. Na tukirejea kwenye historia hapo awali, Harambee Stars wamekuwa wakipoteza kwa mabao mengi zaidi ya 8. Ukiangalia kama mwaka 1990 mwaka 1932 Harambee Stars walipoteza kwa mabao 13-1 dhidi ya Uganda. Alafu pia kupoteza mabao 13-2 dhidi ya Ghana mwaka 1965. Dhidi ya Zambia pia nilivyoeleza hapo awali kwamba pia walipoteza kwa mabao 9 kwa bila katika mechi ya kufuzu AFCON mwaka 1978. Na hivi majuzi walipoteza mabao 5 kwa bila dhidi ya Mali. Ilikuwa ni mwaka 2021. Kwa hivyo hayo ni mabao ambayo yaliweza kufungwa siku hiyo na timu ya Senegal ambao ni mabingwa wa Afrika mwaka 2021 katika mechi ya kupimana nguvu tu. Kumbuka kwamba Senegal pia ni mabingwa wa Afrika mwaka 2021. Harambee Stars inatumia michuano hii pia kujiandaa kwa michuano ya AFCON ambayo itaandaliwa hapa nchini Kenya pamoja na Uganda na Tanzania. Na tukigeuza ligi tuelekee nchini Ethiopia, timu ya taifa ya Kenya ya wavulana wasiozidi miaka 17 ambao wanatafuta tiketi ya kufuzu kwa michuano ya AFCON walipata ushindi wa mabao 2-1. Hayo ni mabao ambayo yalifungwa hapo jana katika uwanja wa Bebe Bikila mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Hii ni mechi yao ya pili. Katika mechi ya kwanza walitoka sare ya bao 1 dhidi ya Somalia, na hapo baadaye watakuwa wanapambana dhidi ya Ethiopia na baadaye watakuwa wanapambana dhidi ya Sudan Kusini. Alizungumza kocha Muluya na pia kocha wa timu ya Rwanda. Anasema kwamba tutapata kauli ya kocha wa Kenya William Muluya baada ya ushindi huo. Tumsikize. We can't forget to acknowledge the fact that the players who came in were also warranted to try and give Kenya a win today. It's a very open group. The only person that might be will seem to qualify a bit early could be Ethiopia, based with their result today. But again, you can't even undermine the fact that all the teams are giving their fight. If you look at South Sudan, look at Rwanda today, look at Somalia.
it's a very good fight. It's a very good group actually, whereby one has to win all his games. And for us, it's to remain focused and try to win the upcoming 2 matches. We know they are not easy matches, especially in South Sudan, whom we have had a tussle for a very long time. Then again, finishing with the host who are Ethiopia. So it's a tough one. It's a tough mentality from the players. But again, we are up there to aid them, considering that they are below 18 years. They can't really make judgments by themselves. So we are there as coaches to try and help them. I think the fact that he accepted that he was going to come from the bench. If you look at the last match, he started, and the boys knew that that was their time actually to give to Kenya something. So for him, it's not yet over yet. He has to show for the upcoming 2 more games whether he was going to come in from the bench or he's going to start the games. Yes, and the spirit, because they knew their might. And basically, when you look at Rwanda, as much as it was giving a good fight, immediately they scored, they had to try and protect their goal. So we had to go all offensive, and sometimes it needs risky. But we can't also forget to praise the goalkeeper mainly. He did his job. There was a time he had his own issues, but again, one-on-one he had like 2-3 saved chances. Naam, huyo ni kocha William Luya, alikuwa kocha wa zamani, kocha msaidizi wa timu ya Harambee Stars na pia ni kocha wa Kariobangi Sharks ya ligi kuu ya SportPesa. Kenya katika mashindano hayo ipo katika nafasi ya pili na mabao katika nafasi ya pili na alama 4, alama 3 tu nyuma ya vinara wa kundi hilo Ethiopia, Somalia, Sudan Kusini na Rwanda wanashikilia katika nafasi ya 3, 4 na 5 mtawalia. Kwa hivyo hivi sasa Kenya guu moja katika nusu finali kuingia kwenye nusu finali, lakini bado hadi mechi zote 4 za kundi hilo zitakapokamilika. Na tukiondoka nchini Ethiopia tunaelekea mjini Japan, nchini Tokyo, ambapo mashindano ya Olimpiki yanaendelea ya wanariadha wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Kenya hivi sasa ina medali 7. Na medali hizi ni dhahabu 2, fedha 3, shaba 2 ambazo ziliweza Kenya imeweza kupata. Na hivi sasa ukiangalia kwenye runinga yako ni mashindano hayo ya gofu, na atazungumza David Kihara ambaye ni mchezaji wa gofu pamoja na kocha wake Isaac Makoha baada ya kumaliza katika nafasi walimaliza katika nafasi ya 13, 14 kama sijakosea. Naomba tuwasikize wanasemaje. Myself, I wanted to win this Tokyo. I wanted to feel proud, but you see, I'm very discouraged. I was hoping this one. I was hoping for gold. I was very ready, but now you see, things twisted. I'm not discouraged. Yes, I've lost it today, but I will continue, and I want to make sure that I'll get gold. If today I could have gotten this gold, then I could have focused on now the earring to get gold from the earring competition, not the deaf again. If I could have gotten this gold, I could have become a pro. But now you see what has happened. The team has done, I would say, as good as the best they could have done under the circumstances. We had a very difficult start when we came to Tokyo. And that basically proceeded on to the end of the tournament. Isaac, who was a flag bearer, who were anticipating he would be able to take a medal home, but unfortunately this time around he's not been able to. He's finished 14th, and the other 2 gentlemen have finished much lower on the rankings. The course was in very good condition. The weather was quite difficult. It was very cold in the morning and very windy also, sometime later in the day, which are not conditions which we are, the players are necessarily are used to. But they were able to cope the best they can. The course was also playing much longer than what I would say almost at the professional level, which is much significantly longer distances. So that was reflected also in the scores that the players played. I want to acknowledge Isaac, of course, for finishing in the position that he did, and also would like to acknowledge Jacinta for putting out herself there and taking herself on. She had probably the best improvement amongst the players over the 3 days of golf that she played.
Na hapo kesho Kenya itatarajia pia kupata medali zaidi katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji, na Kenya itawakilishwa na Lucas Wandia, na pia katika mbio za mita 800 upande wa mabinti na wanaume hapo kesho. Kwa hivyo kongole timu Kenya na watatakia kila laheri. Na hivi sasa ni Toto na Tetesi, na tutakuwa tunamwangalia Sadio Mane. Toto na Tetesi leo imetua mlangoni pa mchezaji hodari wa kabumbu Lamine Yamal. Kwa kawaida wachezaji huvaa jezi zenye jina moja mgongoni, ila kwa Yamal ni tofauti kabisa. Mchezaji huyu huvaa jezi yenye majina yake mawili, ila wasilofahamu wengi ni kuwa majina hayo sio ya familia yake. Kinda huyo mwenye umri wa miaka 17 anafahamika kama Lamine Yamal Nasroui Ebana. Mama yake Yamal Sheila Ebana Bata alizaliwa nchini Equatorial Guinea, na baba yake Masri Monur akatokea Larache, Morocco. Yamal baadaye alichukua jina la kila mmoja wao, Nasroui Ebana. Tetesi zinasema kwamba wazazi wake Lamine Yamal walimpa majina hayo kwa heshima ya watu wawili walioitwa Lamine na Yamal, ambao waliwasaidia kifedha muda mfupi tu kabla ya mtoto huyo kuzaliwa. Lamine na Yamal waliwasaidia kwa kuwalipia ada ya nyumba wakati walikuwa wakipitia kipindi kigumu. Kabla ya kinda huyo kuzaliwa, babake Yamal Munur aliahidi kwamba ikiwa wangepata mtoto angempa majina yao kama ishara ya shukrani. Kwa Kiarabu, Lamine na Yamal ina maana ya uaminifu na uzuri, jina linalofaa ukizingatia jinsi Yamal anatesa uwanjani. Mnamo mwaka 2007, star Lionel Messi, wakati huo akiwa na umri wa miaka 20, alipiga picha na mtoto mchanga kwenye chumba cha kubadilishia nguo cha Camp Nou huko Barcelona. Lakini mpiga picha John Fort, ambaye anafanya kazi kama mpiga picha wa kujitegemea wa Associated Press na klabu ya Barcelona, hakujua kwamba mtoto huyo angetesa mawimbi ya soka miaka 17 baadaye. Katika picha hiyo, Messi alionekana akimwogesha Lamine. Ni picha ambayo ilikuwa imesahaulika, ila mwaka jana babake Yamal aliweka kwenye Instagram kwa maandishi haya: mwanzo wa safari mbili. Picha hizo zilipigwa wakati UNICEF walikuwa wakitoa msaada kwa wakazi wa vitongoji duni vya Mataro mjini Barcelona, Uhispania, ambako familia ya Yamal iliishi. Walijiandikisha ili picha yao ipigwe Camp Nou wakiwa na wachezaji wa Barca wakati huo, na walibahatika sana. Bwana Mfota aliwahi kusema, Messi ni kijana mtulivu na wakati mwingi ana haya. Picha hii ilitokea bila kupangwa. Messi alikuwa akitokea kwenye chumba cha kubadilishia nguo na ghafla akajipata kwenye chumba kingine chenye beseni la plastiki lililojaa maji na mtoto ndani yake. Ilikuwa ngumu. Hakujua hata jinsi ya kumshika mwanzoni. Aliona haya sana. Bwana Mfort alisema ni wakati tu picha hiyo ilipoanza kusambazwa mtandaoni mwaka jana ndipo aligundua kuwa mtoto huyo alikuwa Yamal. Kama Messi, Yamal mwishowe alijiunga na Barcelona anapotimiza ndoto yake. Sadfa iliyoje! Toto na Tetesi, Mikiki NTV. Naam, samani kwa hilo. Kwa hivyo wiki ijayo tutakuwa tunamwangazia mchezaji wa Senegal Sadio Mane. Na tuingia katika kitengo cha Mikiki magazetini, na hapa kwenye mkono wangu nina gazeti la Taifa Leo na pia gazeti la Saturday Nation. Tunaanza na gazeti la Taifa Leo, kurasa wa mbele sema kwamba Mwanaspoti Sato, vijana wa Teta wana pressure tele kushinda mechi ili kusalia kileleni mwa jedwali la ligi kuu ya Uingereza. Kwa hivyo hiyo ni front page ya gazeti la Mwanaspoti ama Taifa Leo ukipenda. Huo ni ukurasa wa 13 na ukurasa wa 14. Angalia gozi la wazito wa London ni kesho. Sema kwamba wazito wa London ni Arsenal. Kwa hivyo hapo kesho watakuwa na kibarua kigumu. Kumbuka kwamba wanajaribu kusalia kileleni mwa jedwali na pia kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Junior Stars wayadhibu Rwanda mechi ya kufuzu AFCON Under 17. Hiyo ni katika ukurasa wa 14. Macho kwa Kabras Sugar wakilenga taji la ligi kuu ya raga ligi ikianza. Kwa hivyo ligi ya raga upande wa wanaume inaanza weekend hii. Changamwe Ladies yatisha kujiondoa ligi ya kitaifa.
Kwa hivyo hiyo ni taarifa ya Abdul Rahman Sherif kutoka kaunti ya Mombasa. Na kuna ule ukurasa ambao Makore anaupenda sana, sijui leo kuna nani kwenye ukurasa huu, vituko vya mastaa na Chris Adungo. Ukurasa huu una ukurasa wa 16 una mambo kweli. Goalkeeper wa Spurs astaafu soka ili awe mpiga picha. Goalkeeper wa Tottenham Hotspurs Alfie Malik Whiteman so kwamba amestaafu soka ili awe mpiga picha. Na katika taarifa nyingine hapo ni Ruben Diaz Maya awaambia mashabiki wajiandae kufurahia harusi yao. Kwa hivyo yeye na mpenzi wake watafanya harusi kabla ya mwaka huu kukamilika. Katika ukurasa mwingine ambao pia unavutia ni ukurasa wa nyuma kabisa wa Taifa Leo. Unasema kwamba City Reds na Blues mawindoni EPL leo. City Reds na Blues mawindoni EPL leo. Kumbuka kwamba pia Manchester City watakuwa wanatafuta alama 3 muhimu ili kupanda kwenye jedwali kuingia katika nafasi ya kwanza. Pia wao wanapigania taji la EPL. Tukiingia kwenye upande wa Saturday Nation katika ukurasa wa 29 kuna mashindano ya baiskeli ambayo yatakuwa yanakujia moja kwa moja mbashara kutoka maeneo ya Kwale hapa katika runinga ya NTV. Algerians dominate opponents in Kwale. Yani Algeria amekuja kututawala hapa Kenya. Kwa hivyo ni mashindano ya baiskeli. Naambiwa kwamba muda umeyoyoma na hivi sasa tutakuwa tunaelekea katika kaunti ya Kwale hapo baadaye. Na tutakuwa naondoka na kushukuru sana kwa kuweza kuwa nami tangia mwanzo hadi tumefika tamati. Na kuacha na bao la siku la Scott McTominay. Jina langu ni Toto Arege. Chana mwema.